kuwa na hiyo power kubwa zaidi, mtoe mwenyekiti awe pale, lakini maswali ni mengi. Upande wa 51 mpaka sasa watu waelewi mna nini, yani mna kitu gani mezani? Mna kitu gani mezani? Lakini mnakwenda sasa kupata mnahitaji nafasi ya kuwa na mwenyekiti wa bodi ambaye atakuwa na uwezo wa kuitisha mkutano wakati wowote, na manake 51 sasa mtakuwa ndio mna maamuzi makubwa. Kwanza kabisa niseme katika haya maelekezo ya serikali yaliyotolewa, ndio maagizo ndio ya serikali yaliyotolewa yaingizwe katika katiba kwa rasimu ambayo imetolewa jana, ndio yote hayapo. Yote yametupwa. Acha bwana. Kwa kuna kuuzia hapo. Yametupwa. Yametupwa nje yote, yamepuuzwa. Sababu gani? Hapa Ustadhi Masudi amejitambulisha kama yeye mjumbe wa kamati ya katiba. Kwa hiyo Masudi anahusika kwa sababu yeye si mjumbe. Tumsulubu. Mimi mwanachama bwana, namsulubu hapa. Naanza na wewe. Kumbe yeye bwana analalamika, kumbe yuko kule ndani. Amepika chakula hajaweka tu. Anazungumza tu. Ndio. Ustadhi yeye amesema ni mjumbe wa kamati ya katiba ya klabu ya Simba. Mimi nakubaliana naye kwa sababu katika ile kamati ilipokuwa imetangazwa, yeye alikuwa ni sehemu ya wajumbe wale 5 ndio wa kamati ya katiba. Hii ilitangazwa mwaka 2024 nakumbuka. Lakini nikwambie kwamba kuna kamati ya katiba imeundwa wiki 2 zilizopita. Imeundwa wiki 2 zilizopita. Yeye hayumo. Mpya tena? Ipo kamati mpya imeundwa. Mbona haijatangazwa? Ndio nasema kamati ya katiba iliyopo sasa hivi ni mpya, ina wiki 2. Na waliomo ndani ya kamati ile ya katiba ndio hawa ambao wao wapo sehemu ya wawekezaji au mwekezaji. Hakuna kutoka kwa upande wa hakuna kutoka kwa asilimia 51. Nasema hivi, na huyo aliyewateua ndio yeye ambaye sasa hivi anajadiliwa. Ni nani? Si mwekezaji ndio amewateua hawa watu. Sasa kama ni wiki 2 anateuaje wakati yeye sio kiongozi? Kwa sababu mwenyekiti wa bodi sasa ni mtu mwingine. Kwa nini anateua? Nimesema hapa jahazi letu linazama. Mgalilaya. Naam. Wewe mimi kwanza nimechoka. Sio nimechoka tu. Mimi nasikitika kwa sababu kwanza mwenzangu sababu ni kiongozi wa zamani anajua kuliko mimi. Yeye ameshaiona rasimu ambayo sidhani kama wanachama wa Simba wameiona. Imetoka jana. Ilitoka Jumatatu. Sasa jana Mgalilaya inawafikia watu. Sasa mimi sijaiona. Mimi binafsi sijaiona, lakini na kutokuiona wewe Mgalilaya haimaanishi haijatoka. Sawa, lakini kama swala kamati ya katiba. Kama wewe hujaiona na hao wameiona, tuamini tu kwamba imetoka. Wewe hujaiona, ukiona utakuwa na siwezi kuizungumzia. Mimi nimeiona na sijaiona, siwezi kuizungumzia. Nazungumzia hili la kamati. Kamati. Kwa mujibu wa kanuni, ndio haiwezi kuundwa kamati kwenye Simba vichochoroni au gizani. Hili haliwezekani. Haiwezekani kwa maana unasema haipo. Na kama haipo, mimi kwangu ni kamati feki. Kwa sababu kuna taratibu za kuunda kamati. Sasa na mna uhakika si kamati ipo? Sasa umekuja vizuri. Inawezekana, yani wewe unachotaka ni utaratibu. Kwamba kamati inaundwa kutokana na kanuni. Na kama ipo imeundwa na haijafuata kanuni, hiyo ni feki. Wala hatuhitaji kuizungumzia. Hatuhitaji kabisa. Kwa sababu tunazungumziaje kitu ambacho hakuna mahali kitakubalika iliko? Tunazungumzia iliko kwenye radio. Labda dakika moja. Mimi kama mjumbe wa kamati iliyopita ndio kamati halali hiyo. Kamati halali anayozungumza Mgalilaya. Hiyo kamati halali ambayo anazungumza ile ya mwanzo. Mimi bosi wangu ni mwanasheria wa klabu ya Simba, Bwana Hussein. Nilimpigia simu nikamwambia, kaka, sasa katika safari hii yale yote tulielekezwa na mamlaka tuyaingize, tusifanye kama vile. Akasemaje? Akasema sawa, hapana shaka. Wewe hapo ukiamini wewe ni mjumbe wa kamati. Asano anatuambia kuna kamati mpya. Sasa Asano hii kamati mpya inatokana na nini?
Ndio nasema jazi letu linazama. Jessica na swali hapa. Unaelewa? Kwa hiyo Mimi nataka kwanza kufahamu kitu kimoja. wajumbe wa kamati hiyo wapya ambao wameundwa ndani ya wiki mbili. Unawajua wajumbe? Mimi ni senior, nimekuambia katika tuweke wazi wajumbe. Unaweza kuwafahamu kwa sababu gani? Sio ndio kuna tatizo moja. Okay. Wewe chunguza. Waanzilishi wa haya mambo wote. Lazima alisakuwa kiongozi. Okay. Yaani huwezi mimi Mgalilaya huwezi kukuta nimeanzisha kwamba hapa pana shida. Mimi na akili zangu naona mambo mengi. Lakini watu wa level yangu. Unafikiri kuna dhambi kwa sababu wewe sio kuna dhambi, watu waambia wao viongozi. Ngoja kwanza. Kuna siri gani kule juu ambayo wao wanaikutaga kule wakitoka wana hamu ya kukaa huko hawataki kukaa nje. Mgalilaya umesema hivi. Mgalilaya umesema nikikunukuu. Umesema kunapokuwa na mjadala, mabishano ya hili jambo jema ya kujenga. Wewe ni jambo jema kwa sababu mnajenga. Sawa. Alafu niamini mimi kwamba kama utakuwa kiongozi wa taasisi fulani ukatoka nje, kuna vitu viwili. Watu watakuja kwako kutaka ushauri kwa sababu wewe umekuwepo hapo kwa muda mrefu, lakini wewe bado ni sehemu ya viongozi isipokuwa wewe ni mstaafu. Kwa wewe kuyajua mambo ya taasisi hiyo si dhambi yoyote. Sawa. Si dhambi kwa watu viongozi. Kwa hiyo kweli yakitokea kwao wao wana access kubwa kwa sababu wale viongozi wanawaamini pia hawa kwa sababu hawa ni wao tu. Sikiliza, kwa sababu hawa ni predecessors wao. Kwa hakuna shida yoyote. Kwani wanasuguana wao tu? Shida yani tusione hiyo shida. Hakuna sijawahi kuona aliyeko nje na aliyeko ndani kuna jambo wanakubaliana tunakwenda pamoja. Mgalilaya. Lazima hapa washindane. Mgalilaya na Jimmy. Jimmy kuna vitu viwili hapa vya msingi sana Sanaa amezungumza sana. Ndio maana mimi nimesema yeye ametutajia aliyeunda kamati. Wajumbe anawajua? Sitaki kuwataja majina yale, nataka nikwambie kwamba wajumbe hao wako ni sehemu ya mwekezaji, ndio wajumbe wa kwake. Na wao wenyewe ndio wamewateua. Kwa hiyo huku na ndio maana huko 51 hamna wajumbe, na ndio maana wanachama akiwemo huyu ambaye mjumbe ambaye wa kamati iliyokuwa imetangazwa na klabu ameachwa nyuma hapo, haelewi nini kilichoandikwa wala nani kaandika wala rasimu katayarisha nani imeletwa. Nikikwambia hapa sasa hivi wajumbe wa bodi ya klabu ya Simba ambao ni wanachama waliochaguliwa na mkutano mkuu wale wanane, kamati hiyo hawaijui. Wewe utakubali? Sasa labda subiri Mgalilaya. Nawaza tofauti. Nawaza tofauti. Usikute kuna mwekezaji yeye binafsi kwa akili zake na biashara zake ametafuta watu wake wamshauri nifanyeje hapa. Alafu sisi tukaiita kamati. Labda watu wake sababu haiwezi kuwa anashauri vipi Mgalilaya? Mgalilaya. Hiyo hoja subiri kidogo. Naomba niendelee mbele ili muelewe kwamba rasimu iliyotolewa jana iliyotolewa jana tunayokwenda nayo kwenye mkutano kesho kutwa ndio hiyo ambayo imetayarishwa na kamati hiyo. Wajumbe wa bodi hawajui wajumbe hao wala hawaelewi imetayarishwa vipi. Wewe unakubali? Tunakwenda vipi katika mkutano kama huu kama jahazi letu hatulizamishi sisi wenyewe? Kuna kitu likizungumza nyuma pale Hasano. Pale nyuma umezungumza kwamba maelekezo yaliyotolewa haya ambayo jemedari alikuwa anayasoma yametupwa nje. Sasa mkienda kwenye huu mkutano mnaenda kufanya nini? Exactly. Manake mtarudi tena huko. Naomba niseme machache. Lakini wewe hujaiona bado. Hapana, mimi Mgalilaya wewe nyamaza ngoja niwaambie. Mgalilaya dakika moja. Ngoja. Muda azungumze kidogo. Ile bodi ya Simba inapokea barua kutoka BMT. Wanaipitia. Wanaitisha mkutano. Barua ile sote tumeiona. Imeelekeza nini? Unatuita kwenye mkutano yale hayapo. Utakuelewa? Of course, katika akili ya kawaida sio haiwezi kutokea. Lakini Mgalilaya wewe sio mgeni kwenye mpira. Sio mgeni. Nataka kuamini hivyo. Na wewe sio mgeni wa Tanzania. Ikitokea ipo hivyo, weka akiba. Weka akiba. Inaweza ikatokea ukaiona rasimu na hivyo vitu havipo. Patakuwa na maneno. Tuache hapo. Tuendelee. Huu mchakato umeanzia 2016-17. Ndugu yangu hapa Mgalilaya
amemtaja mzee wetu mmoja kwamba alikuwa ni sehemu Jaji Mihayo, mtu mmoja ana heshima kubwa sana. Mimi mwenyewe namheshimu kwa nafasi yake kwake, ni mzee wangu, kwamba alikuwa sehemu ya mchakato wa mabadiliko. Nataka nimsawazishe, hakuwa sehemu ya mchakato wa mabadiliko wala ya mfumo. Alikuwa anafanya nini? Asante sana. Mimi ndio nilikuwa sehemu ya mchakato wa mabadiliko. Na mimi kama nani? Mimi nilikuwa mjumbe niliyezunguka nchi nzima. Peke yako? Pamoja na wenzangu. Okay. Mzee Mihayo hakuwemo ndani. Sawa? Aliingiaje baadaye mzee Mihayo? Asante sana. Mzee Mihayo aliwekwa katika kamati ya kutangaza tenda ya uwekezaji. Sio mchakato. Mchakato tuliufanya chini ya mwenyekiti mzee Azizi Kifile. Na wajumbe wengine? Na katibu wake alikuwa Sheikh Suleiman. Okay. Profesa. Sawa. Profesa? Msomi. Okay. Umeelewa? Anafundisha chuo kikuu. Katika kamati ile mimi nilikuwa mjumbe. Mzee Hassan Dalali alikuwa mjumbe. Bwana Kaduguda alikuwa mjumbe. Mohamed Seif Kaduguda. Kwa majina alikuwa mjumbe. Kwa majina jemedari. Mulamu Ngambi alikuwa mjumbe. Kwa majina Mulamu ningeshangaa alikuwepo kwenye umma. Sawa. Na Salim ndio alounda kamati ile. Salim try again. Aliunda kamati ile. Ndio amesaini. Ile kamati wakati aliunda kama nani? Akiwa kama mwenyekiti wa Simba Sports Club. Simba kwa wakati ule. Kabla wakati kutoka Simba alafu ndo akaenda upande wa ndio. Kwa wakati ule. Muda wetu unakimbia, kuna vitu vichache lazima tumalizane navyo. Jessica, karibu sana. Okay, mimi ningependa kufahamu kwa sababu nimepata kusikia swala la mwekezaji. Mwekezaji Mo Dewji. Je, ni kweli kwamba alifutiwa uhalali wa kuwa mwekezaji kisheria? Ndio. Alifutiwaje? Alifuta nani? Asante sana. Vyombo vya mamlaka. Ilikuwaje? Ndio maana nasema mwaka gani? Watu wana 2020. Ana barua ya kuambia wewe sio mwekezaji. Ilikuwaje? Yana alizungumza Asano akatuambia ule mchakato ulifutwa. Si ndio? Ndio. Sasa leo tumempata atuambie sasa barua ipo. Ule mchakato ulifutwaje? Ndio kwa sheria zipo. Sheria ipo. FCC walifuta yale makubaliano kwa sababu kinachoiendesha Simba baina ya pande hizi mbili ni makubaliano. Ndio, MOU. Yes. Ambayo ile serikali baada ya kuona kwamba yanayofanyika sio ikafuta. Ilifuta ile MOU. Ilifuta ile MOU. Alafu nini sasa kinaiongoza Simba sasa hivi? Ndio maana nikakwambia hivi kwamba ubabaishaji upo ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo Simba katika hao ambao walipewa barua hiyo ya kufutwa, uongozi huu wa Mangungu umeingia, haukupewa barua hiyo. Lakini upo. Mimi nakueleza, unajua mimi katika mpira sasa hivi atakopi tusione jamani. Ngoja. Mimi katika mpira nina zaidi ya miaka 40. Yes. Nimekuwa mwenyekiti. Simba inaendeshwaje sasa hivi? Ubabeshaji tu. Hakuna mwongozo wowote kwa sababu hakuna mwongozo. MOU inaongozwa kwa hekima. Twende kidogo. MOU ni makubaliano ya pande mbili ambazo zimeingia, makubaliano, mwongozo wa pande mbili, memorandum of understanding, si ndio? Lakini Simba mna kitu mnaita MEMAT. Hiki ni nini? Si ndio mwongozo, ndio makubaliano ambayo yamefutwa, yanatajwa tu. Memati, Mo. Sasa kwa Simba hebu ngoja. Hichi tunachoambiwa kwamba FCC walitoa hati kwa Simba kwamba mchakato uendelee. Hiyo hati ilikuwa nini? Na walitoa kwa nini? Sababu hiyo inasemwa na ipo. Hiyo hati ni FCC wanakubali ule muunganiko wa kampuni mbili kutengeneza kampuni moja. Sawa? Wa kwamba sasa nyinyi mmeunganika kisheria. Kwa sababu mwanzo muunganiko waliufanya bila kuwashirikisha FCC wakawapiga fine kiutaratibu kisheria. Wakapigwa fine na wakapewa ile certificate kwamba sasa major clearance certificate kwamba sasa mnaweza mkaungana na mkaendelea. Lakini kinachowafanya muendelee ni lazima yapo makubaliano, memorandum of understanding. Na kama hiyo haipo, lazima kuna makubaliano mengine yalikuwepo. Hayo makubaliano na kama haya hayapo, basi Simba itakuwa taasisi ya ajabu. Kama hayapo, sio Simba, nchi itakuwa ya ajabu. Ajabu sana. Nchi nzima itakuwa kuanzia TFF, BMT, Simba,
na mamlaka zote zitakuwa vitu vya ajabu kwamba hakuna mwongozo wowote. Watu wanakutana tu. Kuna mtu jemedari anauliza hapa, nadhani tunauliza na mimi na wewe, alafu atatujibu pia kwamba anayeongoza kikao mkutano ni Mangungu, sio? Kama ni Mangungu, je, atakubali kuendesha kikao kwa mabadiliko ya kamati ya katiba ambayo imechaguliwa na upande wa wawekezaji? Inawezekana. Si ndio maana tumesema? Gala amesema kitu kimoja. Hiyo kamati kama ipo, mimi sikatai uwepo wa kamati kabisa kwa sababu mpira wa nchini na ujua. Lakini kama ipo, haiko kihalali. Ni illegal. Ni kitu feki. Kwa hata barua hii Mangungu wanayo. Kama kutakuwa na rasimu, mwenyekiti atakuwa nayo. Ataipitia. Sasa kama rasimu haija contain maelekezo, sasa mnaenda kufanya nini? Na yeye atakuwa ni msomi, amesoma, ataelewa kwamba hapa kuna vitu havipo. Sidhani kama hicho kitu kitakwenda mimi napata shida kidogo jemedari. Mimi napata shida kidogo. Kwa sababu gani? Mheshimiwa mwenyekiti wetu Mangungu alikuja hapa kwenye hizi studio. Yes. Akasema mkamuuliza, sio alikuwa jemedari, sio alikuwa Juma, mkamuuliza, ni kweli wewe kwenye bodi huna nguvu yoyote? Alijibu hivi, kule atupigani miereka. Kule bwana majibu yake kwa hoja. Hebu kidogo tupunguze kuzungumza mambo ambayo hayapo katika uhalisia. Na kwanza niseme Simba tunajiongoza kwa hekima na busara. Na hekima na busara huwa inaachwa. Lakini kama kuna miongozo tulipewa twende. Kama sisi basi sio wenye matatizo ya afya akili. Jawabu, Simba iongozi na chombo kimoja. Simba kama taasisi yenye mamilioni ya watu, kuna vyombo vingi na kila chombo kwa mujibu wa sheria, kwa sababu kimepewa mamlaka ya nguvu ya kisheria chini ya sheria ya bunge, lazima haki zake zitekelezwe. Sasa ukiangalia barua ambayo katoka kutusemea jemedari ambayo ni ya msajili, huyu msajili ndio mwenye lungu, huyu msajili ndio mwenye lungu katika vyombo vingi na serikali. Sasa huyu msajili alichokieleza, maana yake kama kikifanywa kazi, maana yake ya mambo ya memati, mambo ya nini yanaweza akawa yako hai. Kuna mwanasheria kinyume chake, kuna mwanasheria mmoja tunajidanganya, anatusaidia hapa, anasema FCC walipiga faini wahusika wote na zikalipwa. FCC ikabariki uwekezaji kwa makubaliano mapya, compliance agreement. Sawa. Na ikatoa major clearance certificate ya FCC ambayo ilibariki transformation ya Simba. Makubaliano mapya hayo ndio yalireplace MOU iliyosainiwa hapo awali. Ngoja basi na swali kidogo kwa Sudi. Wewe umetuambia hapa ni mjumbe wa katiba wa Simba. Kamati ya katiba. Unajua kabisa Simba inaendesha kiholela. Hakuna taratibu zozote. Ngoja. Kwa hekima na busara. Kanuni katiba ya Simba inatuambia sisi wanachama, kabla ya mkutano mkuu, siku 7 kabla, baada ya kutangazwa, tupeleke hoja zetu. Hivi kwa nini wewe hata ngoja kwanza sawa, tupeleke likajadiliwa kwenye mkutano mkuu, tupeleke na siku 21. Sawa, hizo siku 21 zilikuwepo. Sasa kwa nini wewe kama katibu unajua kabisa timu yetu hii inaendeshwa kwa tu hekima na busara tu? Kwa nini hata usihoji hii Simba tunaendeshaje? Naomba tumsaidie kidogo Mgalilaya. Tunayapuuza maelekezo yangu mimi yatafuatwa. Ngoja tumsikize mzee. Naomba tusaidiane katika hilo. Mgalilaya kakumbusha jambo zuri sana. Mkutano mkuu unapotangazwa, siku 30 za mkutano, kuna siku za mapendekezo ya wanachama kupeleka katika uongozi, management ya Simba. Sawa? Mimi Hasano mmoja wapo, barua yangu hii hapa. Ulipeleka mapendekezo hii hapa. Tarehe ngapi hiyo? Tarehe 8 Novemba. Mkutano wa usomo utangaza tarehe 30. Ndio. Ni kweli. Sawa. Ni kweli. Kwa hiyo zile siku 21 zipatikane. Maana haya ni mambo ya katiba. Na nikanukuu kabisa hapa. Mapendekezo binafsi ya marekebisho ya katiba kwenye mkutano wetu wa tarehe 30 Novemba 2025 kwa mujibu wa katiba. Ibara ya 20 kifungu cha kwanza na cha pili, ibara ya 22 kifungu K, ibara ya 28 kifungu cha 5 ya klabu ya Simba. Mimi Hasano. Na ikapokelewa.
imepokelewa, nimepeleka kwa dispatch, nimepeleka Simba, nimepeleka kwa msajili na nimepeleka maeneo yote. Umeelewa? Ndio. Yeye huyu Ostadhi amepeleka. Okay. Umeelewa? Ndio. Kwa sababu gani? Sisi tunasoma hizi katiba, hatuweki tu kama mapambo. Bwana mimi niko nayo, imewekwa mndo, imetupuliwa mbali. Na kitu nimegundua. Umeelewa? Asano. Haya tumeainisha mle ndani. Mmoja wapo ambacho pia msajili amekiona katika katiba yetu hakipo, ni nafasi ya CEO. Haizungumzi kwenye katiba, lakini CEO ndio mtendaji mkuu wa klabu ya Simba kwa namna ya mfumo ulivyo, yeye ndo anakuendeshea. Bado kwenye katiba mna katibu. Tunayo katiba lakini hatajui. Mna katibu mkuu. Hakuna. Hayupo. Hakuna katibu mkuu, hakuna mtendaji mkuu. Tena jamani, katika Galilaya msubiri basi Galilaya. Subiri kwanza. Katiba ni msahafu kuongoza taasisi. Kuna badilika. Sawa, inaenda kwenye mkutano. Kuna makosa tunataka tubadilishe. Ndio sasa katika hayo ambayo ni makosa ambayo tumeyaona, mimi kama mmoja wa wanachama, mapendekezo ya kwangu nimesema nafasi ya CEO itambuliwe kimaandishi, iingizwe katika katiba. Na ndio maelekezo ambayo pia hata hapo yametoka huko. Katika haya ambayo mimi nimeyaona katika kuyapendekeza, msajili kabla barua zake hizi hazijatoka, mimi nimeshapendekeza. Moja wapo ni mwenyekiti wa klabu ya Simba awe mwenyekiti wa bodi na ushauri wa kifungu cha sheria namba 18 kifungu cha kwanza cha sheria ya mwaka 2017 ya Baraza la Michezo la Taifa kifuatwe, kizingatiwe. Kinazungumzia suala la nafasi ya uwekezaji ndani ya vilabu vya wanachama. Wawekezaji wasipungue 3. Umeelewa? Na katika hilo na ukakasi niende kwa sababu gani? Katika hilo mwacha zungumza tubishane. Nafasi yako tutakupa. Katika hilo kuliweka mapendekezo ya kwangu, nikasema mwenyekiti wa board lazima atoke katika klabu ya Simba. Kwa sababu gani? Wakiwa wawekezaji wako 2, 3, 4, 5 au wote watatu wenye viti wakuongoza. Kwa sababu upande wa mwekezaji natakiwa wepo huko. Sasa wako 3. Lazima patikane mtu ambaye ataongoza, ndo mwenye hazina ya kwake. Jambo jingine ambalo nimelipendekeza, ambalo pia mwanasheria mkuu wa serikali ameliona, klabu ya Simba haijawahi kufanyiwa tathmini. Watu wameingia tu. Kulikuwa bilioni 20 zilitoka wapi? Zimeingizwa tu. Kutoka wapi? Hazikufanywa tathmini. Hakuna. Mimi nakumbuka hili, namtaja na mtu. Kaka yangu Mlamu Ngambi, wakati mimi nikiwa nafanya kazi kwenye kituo kingine cha radio, tulimhoji na alisema kulikuwa na kampuni iliyofanya tathmini na ilitangazwa, ikagundua Simba thamani yake by then bilioni 20. Hiyo ni nini? Hii ni taarifa ya Attorney General, mwanasheria mkuu wa serikali. Inasemaje? Yuko mwingine zaidi ya huyo? Hakuna. Inasemaje? Ndo mtu wa kwanza kuapishwa nchi hii. Ndio. Anasemaje? Bwana Hamza Johari. Tunazungumzia nafasi sawa. Kuapishwa si ndo juzi ameapishwa yeye. Tunazungumzia nafasi kwamba serikali inapoanza kuundwa, mtu wa kwanza kuapishwa anakuwa ni mwanasheria mkuu. Sawa. Sio jina. Wa sasa ni Hamza Johari aliyopo sasa. Mimi sitaki kujua jina la kwake. Mimi nazungumzia nafasi. Sisi tunawaambia waliopo na tusikilize. Mwanasheria mkuu wa sasa wa nchi hii anaitwa Hamza Johari. Katika maelezo ya kwake ameyabaini haya yote, kwamba pamoja na haya ambayo sisi tunayazungumza hapa kwamba sijui FCC imefanya hivi, sijui imefanya hivi, ilishafutwa. Amezungumza hivyo? Ile rasimu ile. Umeelewa? Hiyo ya makubaliano sijui moyo kuendesha ilishafutwa, haipo. Umeshaelewa? Yeye ndio amebaini. Twende taratibu. Nataka niwaambie watu wapate faida. Umeshaelewa? Ndio sababu ya kuwepo watu ambao washakuwa ni senior, washakuwa viongozi, umeshanifahamu? Wana access kubwa ya vitu vingi. Umeelewa? Klabu ya Simba haijawahi kufanywa tathmini. Okay. Na wakati wanakwenda katika mchakato wa mabadiliko ya kutaka kuingia ubia, wao walifanya hesabu za majengo. Hesabu za majengo. Mwanasheria mkuu anasema thamani ya Simba haipo kwenye majengo ya kwao, ipo katika goodwill.
Okay. Mwanasheria mkuu wa Simba, mwanasheria mkuu wa serikali ndio alobaini kwamba hata logo na jina la klabu ya Simba halipo katika usajili, limekufa. Okay. Wewe utakubali? Nani anajua? Mtu wa kawaida anajua? Hajui. Hawezi kujua. Lakini yeye ana tools nyingi sana. Anatoa maelekezo, viongozi wa klabu, nendeni mkasajili logo yenu, sajilini jina la kwenu. Umenelewa? Na mfanye valuation ya klabu yenu mkizingatia in kind goodwill. Sijui umenelewa? Kuna mambo tentatibu ya ajabu. Kwa mfano, siku moja nimekaa nikaona kwamba bwana, leo zinalipwa bilioni 20. Leo zinalipwa bilioni 20. Na zile bilioni 20 zikaonyeshwa. Si ni mfano wa cheki. Mfano wa hundi. Ilioneshwa ni. Si ceremony kwamba bwana, leo imelipwa bilioni 20 na imewekwa katika endowment account. Endowment fund account. Sawa. Anayekwenda kuweka nani? Mwekezaji. Lakini wakati wa ile ceremony alikuwepo mmoja wa wajumbe wa wadhamini wa Simba. Mimi nilipita pale, niliona alikuwepo bwana Mgoi. Sawa. Adam. Sawa. Maana yake Simba imewakilishwa, hao ndio wenye mali. Wadhamini ndio wenye mali. Nataka nikwambie kwamba vitu vingi vinafanywa kinyume na utaratibu. Wanaotakiwa kuweka endowment fund account ni wanachama wa klabu ya Simba, kwa sababu wao ndio walouza. Mnunuzi sio yeye anakwenda, kwa sababu endowment fund account ni fund ya taasisi. Umeelewa? Ni fund ya nani? Ya taasisi. Okay, una kitu kingine cha kumalizia? Tumsikilize Mgalilaya. Mimi nataka kusema kwamba serikali ina vyombo vyake na ina macho marefu sana. Huu mchakato, wako watu wanaopotoshwa kwa makusudi ili wapate kuendelea kufinya. Okay. Sasa kufinya nini? Kiswahili tu. Tulia Mgalilaya, sisi ndio tunaongoza mjadala. Na wanampotosha mtu ambaye ana nia njema na klabu ya Simba. Okay. Mwekezaji ana nia njema na klabu ya Simba. Kabisa. Ila watu wanampotosha. Wako watu wanampotosha. Okay. Tuishie hapo. Umekuwa na hamu sana ya kuzungumza. Mimi kwanza nianzie kwenye kusema klabu ya kufanywa value. Evaluation. Haikufanywa tathmini. Sasa labda tunajua tupunguze na ukali wa maneno. Tuseme ilifanywa tathmini ambayo sio sahihi. Una ushahidi wowote kwamba ilifanywa tathmini? Ilitangazwa na wakatangaza kamati inayofanya tathmini na wakaja na majibu. Sasa kwamba walifanya majengo na ardhi wakasahau goodwill, haina maana tathmini ilifanywa. Okay. Tathmini ilifanywa. Sawa, tathmini ilifanywa. Wewe unasema ilifanywa, yeye alishasema ilifanywa na ametoa sababu zake. Kitu kingine. Zamu yako haijafika. Kitu kingine. Tunaposema kwamba Simba inaendeshwa kwa busara na hekima. Tulishasema, nilisoma hapa message kwamba baada MOU ilikuwa replaced na clearance certificate na nini. Tusirudi nyuma. Muda tu. Tuachane na hilo. Kitu kingine, mimi sasa ukiniuliza mimi nini kifanyike? Mimi nitakwambia tumesoma barua ya kutoka kwa wanashirika mserikali. Tumesoma barua ya msajili na ya msajili. Ziko 3. Zote tumezisoma. Yes. Na tumeona hayo maagizo yaliyotoka. Kwa mfano, ukiambiwa mali za wanachama zibaki kuwa za wanachama, kuna shida gani? Si mimi nikiwa mwanachama, hakuna shida. Si jambo jema hilo. Kwamba sasa hizi jengo letu la Msimbazi, majengo yetu pale Bunju na ardhi yetu itabaki kwetu. It's okay. Muda wetu na vipi kuhusiana na mwenyekiti wa bodi kutoka huku upande wenu wa wanachama? Hiyo unaionaje? Sina shida. Shida yangu iko hapa. Mwekezaji, wawekezaji.
Kama mtakumbuka vizuri, wakati huu mchakato unaanza, waziri wa michezo alikuwa Harrison Mwakembe. Aliwasilisha mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe. Aliwasilisha yale mapendekezo ya serikali. Pale maelezo kwenye yule akawasilisha kwamba tunakubali mabadiliko lakini yawe 1, 2, 3 akawasilisha. Lakini akasema hivi, kwa kuwa Simba walishaanza kabla ya sheria hii kutungwa, alisema wazi ili swala la wawekezaji wawili au mmoja wao haliwahusu kwa sababu sheria imewakuta wameshaanza. Mnasahau. Lakini sahau. Sasa Mgalila tutaendaje hivyo bwana? Mnasahau. Kwa hiyo sheria si inabadilika kama vitu vikibadilika. Mgalila. Asante. Tuna dakika 2 hapa. Hiki ni chombo cha habari Mgalila. Na tunapaswa kuelimisha watu. Tunaburudisha, tunafundisha, tunaelimisha, sio? Unajua hilo ni swala la kisheria, lakini sheria inapobadilika inapaswa kufuatwa. Twende. Nafikiri hapa tuko kwa ajili ya kuelimisha watu. Usiwe mjadala wa kama wa utani wa Simba na Yanga. Mgalila anavyosema Mwakembe alisema kwanza sio kweli kwa sababu Ustaz, muda wetu sio rafiki. Ungetamani kuzungumza kitu kwa serikali inaunga mkono lakini sheria imetungwa ya baraza ipo. Kwa maana yake anapeka kwenye sheria. Na sasa hapa tulipo sasa wanachama wa Simba nchi nzima na viongozi wa bodi kwa ujumla wake na mwekezaji, twendeni kwenye kufata maelekezo ya vyombo vya serikali. Asante. Jessica, ulitaka kumaliza na Asano kwa dakika moja. Sasa kama kuna vitu vinaonekana kukiukwa, ni kipi ambacho nakishauri kuelekea kwenye mkutano mkuu? Lazima msajili wa vyama apewe nafasi ya kutoa maelezo kwenye mkutano. Ndio. Naunga mkono. Unaunga mkono. Na nafikiri kwa shughuli hiyo lazima msajili atakuwepo. Na nimeshapata taarifa atakuwepo kama anavyokaga siku zote na anakuja na ameomba muda wa kuzungumza. Galilaya. Maanze Asano. Viongozi mara nyingi wanakuja kutoka serikalini na vyombo mbalimbali, lakini wanafika pale wanakuwa kama vile wasikilizaji. Hawasemi, hawapewi nafasi, hawaninizo. Zada yasema tu salamu alaykum. Umeelewa? Wakitambulishwa wanasalimia wanakaa. Salamu alaykum. Wamekaa pale wanaendelea shughuli za kwao nyingine. Kwa hiyo wewe unaomba this time atakuwepo na aombe maelekezo na maagizo ya vyombo vya serikali. Uwepo wao pale sio mapambo. Haya, vipi DP? Nimeona si DP World na nini, mna taarifa yake? Mnajua? Ndio. Inaletwa na nani na ni kweli? Si jina la klabu ya Simba. DP ni klabu ya Simba. Nasema watu wanaona jina la klabu ya Simba namna linavyochanua na kufanya vizuri, wana hamu ya kutangaza biashara za kwao. Sasa nikikwambia kwamba DP World wakati alipotaka kuingia hapa mwaka 2024 muda ule baada tu ya uwekezaji ndani ya nchi yetu, wako watu walimfuata katika makao makuu yake ya Cape Town, South Africa, kwa nchi za Kiafrika, kwenda kuambia kwamba bila ya mimi hapa nyinyi hamwezi kupata uwekezaji. Kina nani hao? Hamwezi kupata udhamini. Kwa safari wanakuja. Tuyaache huko. Manake hao wengine wanatuweka mabaya. Wind up na wewe unasemaje kuelekea mkutano mkuu kesho kutwa? Nafikiria mawazo yako nini? Au umemaliza? Kabla kama neno dogo sana. Kama kuna mwekezaji anataka kuja Simba, asipite njia za panya. Bora bwana alitangaza mapema akaja, na ushauri wangu kwa wanachama wenzangu. Tunakwenda kwenye mkutano. Tuweni watulivu. Kitu tukutanisha ni Simba, tukaijenge Simba, tuipambanie Simba, tusimsikilize mtu wala jina la mtu lisiwe kichwa. Yaani majina ya watu yapo na yataendelea kuwepo, watakufa, Simba itabaki. Okay. Ustaz malizia na wewe. Mjumbe wa kamati iliyokufa au uko hai? Mimi nazungumza kama mdau wa Simba. Wana Simba wenzangu. Tumekwama sana michakato. Mwekezaji kisema mchakato umekwama, na sisi tunataka tunasema mchakato umekwama. Twendeni kwenye mkutano tukiwa watulivu. Simba ni wadau wa amani wa nchi hii. Tumsaidie Mheshimiwa Rais katika michezo kulinda amani ya Simba. Lakini ili tunufaike na taasisi iwe bora, twendeni tukafate maelekezo ya serikali. Asante Ustaz. Crown Media. Hapa ni nyumbani.